Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunazungumzia ukweli unaoumiza lakini ni muhimu kuusema. Je, ulishawahi kuona mtoto ana bidii, ana tabia nzuri, ni mwema, ni mchapakazi, yani ana nidhamu, lakini ukashangaa mzazi wake ni wa hovyo kabisa, ana tabia ambazo hazieleweki. Na watu wengi wamekuwa wanajiuliza maswali. Inawezekanaje mtoto ana tabia nzuri, mtoto ana bidii, mtoto ana heshima, lakini mzazi wake ni mstahiki? Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia hoja 5 ambazo zinaonyesha watoto ambao wana maadili, wana tabia njema, lakini wanatokana na wazazi wastahiki, yani wazazi wa hovyo, wazazi ambao wana tabia mbaya. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya watu wote, vijana, walezi, wazazi, walimu na mtu yeyote ambaye anaweza kuguswa na video zetu. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, mtoto hujifunza zaidi kutokana na mazingira na sio kutoka kwa mzazi peke yake. Mtoto hakui na mzazi peke yake. Mtoto analelewa na walimu, analelewa na jamii, analelewa na dini, analelewa na mazingira yanayomzunguka, analelewa na wazazi mbadala. Wakati ambapo mzazi ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya kumlea mtoto, mzazi amekuwa waovyo, labda mzazi amekuwa mlevi, mzazi amekuwa tu hatunzi mtoto wake, hawezi kuwasaidia watoto wake, watoto unakuta sasa akiona yale mazingira ambayo anakumbana nayo, mtoto anajijengea utaratibu. Mtoto anaona kwamba sasa sitaki kuwa kama mzazi wangu, nataka kubadilika ili kesho yangu iwe nzuri. Kwa hiyo unakuta mzazi mtoto, yani inamaanisha mtoto anawafuata watu ambao anaona sasa hawa ni watu ambao naweza kuwasikiliza. Hawa ni watu ambao wanaweza kunisaidia, labda ni wachungaji, labda ni mashehe, labda ni watu wa kanisani wote, au ni shuleni walimu, kwenye mazingira yanayomhusu. Kwa hiyo mtoto anachukua yale mazingira yanamsaidia yeye kuwa mtu bora kuliko mzazi wake. Hoja ya pili, maumivu huzaa uelewa wa busara. Mtoto ambaye anapitia maumivu, anapitia manyanyaso, amekosa upendo, anaonewa, hana uangalizi maalum, yeye mwenyewe kwenye akili yake sasa anajijengea ufahamu. Anasema kwamba mimi sitakuwa hivi kwa watoto wangu, sitaki niwe kama wazazi wangu. Anapokuwa amejijengea ule uelewa sasa, unakuta sasa anakuwa na upendo, anakuwa na uvumilivu, anakuwa na hekima, anakuwa na busara. Wakati mwingine wazazi wa hovyo huwajengea watoto misingi imara bila wenyewe kujua. Yani anakuwa anafanya vitu ambavyo vinamjenga mtoto, vinamfanya yule mtoto aone kesho yake kwamba sitaki tena kupitia hiki ambacho nimekipitia. Mzazi yeye kwa kujua au kutojua yale mazingira anayompitisha mtoto wake, anakuta sasa amempitisha mtoto kwenye mazingira ya kumfanya awe jasiri, kwenye mazingira ya kumfanya awe bora, kwenye mazingira ya kumfanya akatae kuwa hivyo ambavyo mzazi anamtengeneza kuwa. Kwa hiyo wakati mwingine mazingira automatically yanamshape mtoto. Hoja ya tatu, mtoto ana dhamira na akili yake mwenyewe. Mtoto sio nakala ya mzazi. Mtoto ana maamuzi yake mwenyewe. Ana uwezo wa kuamua kufanya jema na ana uwezo wa kuamua kuwa mtu mwema kuliko hata mzazi wake. Kwa sababu tunasema malezi sio urithi wa damu pekee, bali ni ile hekima na busara ambayo inatoka kwa wazazi na inatoka pia kwa jamii, ambapo ile jamii inakuwa inamzunguka mtoto wake. Kwa hiyo mtoto anaweza akajiambia kimoyomoyo, ninaona maovu lakini sitaki kufanya hayo maovu. Ninaamua kuwa mtu mzuri, ninaamua kuwa mtu mwema. Ninaamua na ninachagua upande wa kutenda haki. Ninachagua upande wa kuwa na busara. Kwa hiyo mtoto ana akili, ana maamuzi, ana busara zake mwenyewe. Sio kwamba lazima mtoto ametoka kwa mzazi ambaye haeleweki, mzazi ambaye anafanya vitu vya ovyo na mtoto aje kuwa hivyo hivyo, hapana. Mtoto kwa sababu ana maamuzi yake mwenyewe, ana busara zake, ana uwezo wa kuamua kipi nifanye na kipi nisifanye. Hoja namba 4, watu wengine hujaza nafasi ya mzazi. Wakati mzazi ameshindwa kutekeleza majukumu yake, watu wengine kama bibi,
babu, majirani wema, watu wa kanisani, watu wa msikitini, watu wa dini mbalimbali, unakuta wanachukua ile nafasi ambayo mzazi ameshindwa kutekeleza wajibu wake. Upendo mdogo kabisa ambao mtoto ataupata kutoka kwa watu wengine, unakuwa unamsaidia yule mtoto. Unamfanya mtoto aone kwamba kumbe na mimi nipo duniani, kumbe na mimi nimezaliwa, kumbe na mimi ni kiumbe mzuri, kumbe na mimi ni mtu. Kwa hiyo ule upendo mdogo unamfanya mtoto awe mtu mwema. Unamfanya mtoto kupitia ile maumivu ambayo anayapata, anajikuta amebadilika kabisa. Ule upendo kidogo ambao anaupata unaweza ukamjengea misingi mema, na ule upendo kidogo anaoupata unaenda kuziba lile gepu ambalo mzazi ameshindwa kutekeleza wajibu wake. Kwa hiyo kuna nafasi ya jamii, kuna nafasi ya watu wengine kwa watoto ambao wamekosa upendo, kuhakikisha kwamba wanampatia ule upendo kidogo. Hii sasa ni nafasi kwa walimu, ni nafasi kwa wachungaji, ni nafasi kwa mashehe, ni nafasi kwa watu kwenye jamii, majirani wema, kujaza nafasi ambazo wazazi wameacha, kuwapa watoto upendo, kuangalia watoto ambao wanapitia manyanyaso, wanapitia vitu ambavyo havifai, kuweka upendo kidogo pale. Tunaweza kuwasaidia watoto na wakawa watu wema baadaye. Hoja namba 5 ni Mungu na hatima ya mtoto. Si kila mzazi mbaya atazaa mtoto mbaya, na si kila mzazi mwema atazaa mtoto mwema. Kuna watoto ambao wamechaguliwa na Mungu. Kuna nafasi ya Mungu pale katikati ya watoto. Kuna nafasi ya Mungu ambapo ameweka watoto, amewachagua kuvunja laana za ukoo, kusimama kwenye nafasi ambazo wazazi hawakusimama, ondoa kabisa gepu zile ambazo wazazi wanakuwa wameziweka. Kwa hiyo kuna nafasi, kuna ile neema ya pekee ambayo ile neema ya pekee inatokana na Mungu. Kwa hiyo kuna mahali ambapo Mungu anaingilia kati kuhakikisha kwamba anawasaidia wale ambao wameachwa, wale ambao wamenyanyaswa, wale ambao wamedharauliwa, wale ambao wametengwa. Kwa hiyo kuna nafasi kati ya Mungu anayokuwa ameiweka pale. Kwa hiyo kuna neema ya pekee ambayo inatoka inakuja kuwagusa wale watoto ambao walikuwa hawasaidiwi, hawapati msaada wote, yani wameachwa, hawana malezi. Mungu anaingia kati, anaweka pale kitu kizuri. Unakuja kushangaa. Hiyo ndio tunaita neema ya pekee. Unakuja kushangaa, huyu ni mtoto ametoka kwenye familia ambayo wazazi ni waovyo, ni walevi, hawajali, lakini amekuja kusimama, amekuwa ni mtu ambaye anasaidia. Kuna nafasi ya pekee ambao Mungu anaiweka. Kuna neema ya pekee watoto wanapata ambao wametokana na wazazi wastahiki. Kama wewe ni mzazi, kumbuka tabia zako zinaweza kumuumiza mtoto au pia zinaweza kumjenga mtoto. Na kama wewe ni mtoto uliyetoka katika mazingira magumu, mazingira yenye maumivu, kumbuka kwamba mazingira yako magumu au yenye maumivu yanaweza kukujenga na kukufanya ukawa imara na kuwa mtoto bora. Na usijilaumu kwamba umetoka katika mazingira magumu utafanya nini. Nimesema kwamba pia kumbuka kuna nafasi ya Mungu katika maisha yako. Kuna nafasi ya watu wengine pia, walimu, walezi kwenye maisha yako. Hivyo usikate tamaa na wala usiumie. Kwa jamii pia, tusiwalaumu watoto ambao wametoka katika mazingira yenye maumivu tukawapa lawama kwamba ni watoto wabaya. Tukumbuke kwamba hata wao walitamani kuwa na mazingira mazuri, ila tu imetokea wakatoka katika sehemu ambazo mazingira hayawaruhusu kuwa hivyo. Hivyo tuwajenge wawe watoto wazuri. Sisi Moyo wa Malezi tunaamini kwamba mtoto ana uwezo wa kuwa bora kutoka katika mazingira yoyote, mazingira mabaya na mazingira mazuri. Anaweza tu kuwa mtoto mzuri na akasaidia taifa lake. Kama umeguswa na video hii, usisite kushare, usisite kulike, usisite kucomment. Utuambie ulishawahi kuona mtoto ametoka katika mzazi mstahiki, lakini amekuja kuwa ni mtoto ambaye ni msaada mkubwa sana kwa jamii na hata kwa familia zingine. Usisite kushare video hii, ina uwezo wa kuwasaidia wazazi wengine, ina uwezo wa kusaidia pia jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.